na ni vizuri tukikumbuka kwamba mapadri na watu huwa wameitwa kutoka kwa jamii ama familia. Ikiwa tu hivi ni wanadamu, lakini wanatawazwa, hata tunapakwa mafuta, na mafuta hayo yanatukumbusha kwamba huwa tunapokea neema za Roho Mtakatifu, na hata yakivutika huwa yanaingia katika nafsi zetu. Ndiposa padri anakuwa na hizo nguvu kila wakati za kuwekelea watu mikono, kubariki na hata kuadhimisha ibada takatifu ya misa. Na ibada ambazo tunashiriki ni kwa ajili ya wokovu wetu. Kila misa tunayosoma hapa na kuadhimisha ni kwa ajili ya wokovu wetu sote. Na ndio maana inafika hata mahali tunasema salini ili sadaka hii yangu na yenu. Hata kama ilikuwa ni sikukuu yetu mapadri, tukumbuke pia katika ubatizo huwa tunapewa zile daraja 3 ya kuwa makuhani. Kuhani si padri. Tuwe na uhuru wa kushiriki ibada hizi, kuwa manabii. Manabii wanatangaza hata hivi neno la Mungu na wema wa Bwana, na pia kuwa wafalme. Wafalme kazi yao ni kutawala, na ufalme wa Mungu umetukaribia na ni wetu sote, wazazi kwa watoto, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Mungu ni wetu sote. Baadaye tukawa na kipindi cha kubariki mafuta. Hayo mafuta ni muhimu tukijikumbusha, huwa ni aina 3 ya wakatekumeni, yale ambayo yanapakwa kwenye kifua, na mara kwa mara tunasema yanapakwa kwenye kifua kwa sababu kwenye kifua kuna delicate organs, na ukipakwa hapa kama vile askari huvalia shield, hayo mafuta yanatupatia nini? Shield ama protection. Na vipaji vya Roho Mtakatifu, tukitembea kifua mbele tunaongozwa na Roho wa Mungu bila kuogopa, na kuzalisha matunda. Na matunda ya Roho Mtakatifu ni mengi ukitumia hizo zawadi ama vipaji vya Roho Mtakatifu, na tunafanya wana wa Mungu na wa kanisa. Kuna mafuta mengine ambayo tunayaita ya mpako wa wagonjwa, na si mafuta ya kuua ama ya kuzidikisha mtu afe. Hata ukisikiza ile formula ambayo